wajuaji na wapumbavu wa Mungu. Dunia anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Dunia nilipolala sipo nilipoamka, nani kanbeba, nani kanfunua shuka, nani kaizima ndoto katikati ya matuta, nyakati nilizohitaji kupanda mimi ndo nashuka. Unachopanda sicho tachovuna, unaweza pandiwa na wengine na mwisho kavuna. Unaweza cholewa ramani na usijelewe, pale unapohitaji uchole unajikuta umeshacholwa tu. Ishi asili, kaa kwa akili, piga zaidi ya moja dili, hustle struggle fight mpaka adui aseme you're killing me. Jasho lako sako bako hapo ado kaza mwanzo mwisho tatoboa bro, believe in me. Maisha ni fumbo, maisha ni tungo, maisha ni tumbo lenye uzazi kulimudu, we ufanye kazi. Yangu karibu sana nyumbani. Asante sana kaka. Siku mbili tunaona, lakini umebadilika kabisa. Umekata na nywele nini? Very smart. Nashukuru pia, support yako imechangia sana. Nashukuru sana. I see. Okay, kwanza pole na safari kaka. Asante. Pole sana safari, maana imekuwa ni ghafla tu. Mbili mkurupuke tu, lakini yote hii kutokana na mazingira ya hapa ambapo tunaishi. Kiukweli usalama maeneo haya kidogo sio salama, kwa sababu leo asubuhi wakati natoka kuelekea kazini, yani hata sijafika, wifi anipigia simu, yani mbio ikabidi niwahi kurudi. Anaanza kuniambia kwamba kuna watu sijui aliona wanataka kuruka ukuta na nini. Sasa na ukiangalia hii peke yake, na hii nyumba ni kubwa zaidi hata kule ambako tulikotoka, nikaona kidogo usalama umezidi kuwa mdogo. Ikabidi nikawa sina namna, sasa nikupigie kwamba kaka, hapo ulipo acha kile unachokifanya upande gari uje. Nilijua tu ndani ya masaa haya 8-9 ungekuwa tayari umeshafika. Pole sana kaka. Na hapa bwana, kama unavyoona mazingira, nyumba hii kidogo ni kubwa, lakini huku kidogo garden vimefungua, ila tu kuna maua tu baadhi, lakini acha basi kwanza nikakuonyesha ambapo utakuwa unakaa, kisha baadaye tutazungumza vizuri, kuacha upumzike kuona mimi nipo. Sasa hivi utabaki tu hapa, lakini kumbushe tu utaratibu wetu ni ule kaka. Tumebadilisha mji tu. Haina shida bro. Haina shida, kwa amani. Mimi nikiondoka kama unavyojua tunakutana nje. Sawa. Hamna shida kaka. Basi karibu. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu. Dunia anguko kulinda kitu basi na mshahara yoyote. Kwa hiyo naona tu shamba ibaki kwa mikono ya Yusufu. Manga. Kwa nini mlaumu wanakijiji? Manga. Asante sana mfalme kunipea nafasi ya kuzungumza. Kiukweli kama mila na desturi la kijiji chetu Baswa Madiwe, tunajua kwamba mtu hawezi kununua shamba ama kuuza pasina kuwa na mshuhuda yoyote ama karatasi. Sasa kama Yusufu anasema alishanunua shamba, labda tuonyeshe mshuhuda ambaye alikuwepo ama nafasi ambapo waliandikiana. Sina mengi ya kueleza. Manga. Ye mzee Yusufu, unaweza ukatuonyesha mshuhuda yoyote ama vitambulisho kuhusu hiyo shamba? Mfalme, kama umesikia vizuri, nilisema mzee Sirika amefariki kabla tujapeana vikaratasi vyote. Maana ilibaki ni mbuzi mbili tu, ili nikabidhi vikaratasi vya hizo shamba. Na kama una haja vikaratasi, nina uwezo kushinda binadamu wote hapa kijijini. Hakikisha tufanye siku 2 niwapea aliposaini mzee Sirika. Manga. Shamba litabaki kwa mkono wa watoto wa mzee Sirika kabla mzee Yusufu
vitambulisho. Mfalme, unakiji mamu? Sipo ataondoa vikaratasi wapi? Ikiwa amefariki. Ni mambo ya kichao ndio anaongea pale. Manga. Dogo jiji. Wewe pia unaweza kukabidhi karatasi ya hiyo shamba ama mshuhuda wote. Manga. Manga. Mimi ndio Victor, dogo wa Mzee Jinyo hapa. Sisi watoto wa Mzee Sirika. Na ametuachia vikaratasi kama vitambulisho vya hiyo shamba. Nadhani sitakosea. Hapa ndipo Mzee Arajabu Nzungu Manyakasai. Manga. Manga. Wazee wangu. Mfalme ni wanaume. Naomba mnielewe kama mfalme wewe. Tunamsubiri kabla ya siku mbili. Mzee Ng'ombe. Vipi? Karibu. Nasikia na vipi? Kesho. Mimi niko hapa jamani. Naweza huko shambani. Kweli? Haya. Rafiki yangu Yusuf. Kiukweli nasikia kwamba Jimmy amesema anakuja miliki shamba lao na umelikangania kama ni kweli kwa nini hivi wewe. Mambo ya shamba nakuhusu nini? Usina kuuliza na tatizo ni kwamba umefika hapa mke wangu hayupo. Pengine unakula ugali hapa. Usingetusumbua hivi. Uwe rafiki yangu, sio ndugu yangu, sawa? Mambo ya shamba hayakuhusiana yananihusu mimi. Unasikia? Mimi nakusema hivyo. Gombe. Sharti ni karibu. Ndio kwa asili hapa natoka mjini. Na hivyo ni rafiki yangu wa karibu. Unayo shamba yangu ya pembeni pale kwa shamba ya Jinyo pale. Kuna nguruwe 4. Sawa? Utafute mteja tujuze. Maana niko kwenye maandalizi ya kwenda pia niende kuishi mjini. Achana nayo kwa. Kumbuka wakati baba yule alikuachia shamba hilo nini? Ulikuwa mpole, mtiifu na mnyenyekevu. Kwa hiyo mwisho yanakuhusu nini? Hata kama hainihusu. Ama pengine leo umekosa chakula hapa na uache kuongeongea tu. Ndio kwangu atakaa kia mkongoni sharti ya inama. Nitainama. Yananihusu mimi, nitainama. Sawa? Okay. Sitaki usumbufu. Naomba ondoka. Bro. Kwa nini unafuatilia na mambo yasiyokuhusu? Wewe mwampia mjinga mkubwa huyu asielewa. Sana sikuhusu kwa vitu ambavyo havikuhusu unajaribu kufuatilia. Wewe ungali bado mtoto. Mzee Yusuf, nimeamini wanadamu hawako poa. Wanashindwa kwa mambo ya kwao lakini wanajaribu kufuatilia. Na tatizo ni kwamba amekosa msaada wote hapa. Najua na wana njaa huko. Pengine tungelikuta hapa chakula haungelisema hivi. Na nishangae mtoto kama yule akukanye wewe mtu mzima. Huyo angali. Pita mlango huko wazi. Unataka nisumbua hapa. Ndugu wangu mimi uko hapa. Okay, ananihusu mimi. Sitafaidi mimi uko hapa. Mimi ni mjinga mkubwa. Haya. Hapa sitafaidi bwana. Mimi naenda zangu. Mimi ndio Yusufu hapa. Wafanya hivi. Shua mzuri. Hapo nitakuwa nimebomoa. Mimi nimechoka bwana, mimi nimechoka. No, sasa wewe ni mzee sana. Lakini pole pole tu utazoea. Watu tunaenda hivi. Tunashuka hivi pole pole. Okay? Tani. Unafanya hivi? Kwa nini wewe? Nimechoka bwana. Tosha naye kwanza. Kwa nini mfalme ongea kidogo kuhusu mambo ya shamba? Ukiwa nafahamu vizuri kwamba Yusufu amebaki pale kama mlinzi tu. Lakini vipi? Kwa hiyo jambo mimi nimeona kama mfalme amekula njama na mzee Yusufu. Kwa sababu tulikuwa kwenye kikao, mzee Yusufu alikuja na mkuja akamkabidhi mfalme. Hiyo kweli kabisa. Yes. Wahenga usema, mtu wa hakiba haungoi jikoni. Na ukweli utabaki kwa ukweli tu. Ndio hivyo. Okay. Ndio hivyo. Mama yangu. Samahani please. Samahani. Please.
mama yangu. Mnaogopa nini? Samani. Sikiliza niwaambie. Hii midomo yenu ndio inafanya leo mnakufa. Mama yangu. Mimi naitwa Defu. Na umekuja kufanya nini kwa mfano? Unaongea kama unaja vikaratasi. Aha, sasa nakuletea hiyo vikaratasi. Jamani, mfalme, mfalme, mfalme wangu, mfalme wangu. Unaogopa nini? Samani. Sikiliza nikwambie. Naitwa Bria. Mchungaji bora wa shamba. Na chakula langu ni damu za binadamu. Usiogope. Na kuwa tu taratibu. Naomba samahani.
Sina. Vino ndawe. Habari za siku. Ni poa. Mimi naenda kisimani kushota maji. Una kisimani? Okay. Hapo ni poa. Asante. Mimi pia naelekeza huko nyumbani. Okay. Haya. Bananolo kivu iyo batami. Nekomi bi ebiso bana. Samani. Samani. Samani please. Samani. 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 Kweli wanadamu wajinga sana. Samani. Unaogopa nini? Samani. Samani.